Wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, huku tukitumaini ya kwamba mnaendelea salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu nyingine ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika hali zote zile zinazohusiana na hali ya kiusalama. Na kwa hivyo tutakwenda kuzungumzia mgawanyiko mkali wa ndani ambao umeibuka hivi karibuni miongoni mwa maafisa wa kijeshi wa jamii ya Bashi walioamua kujiunga na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mzozano huo wa kifamilia unahusisha hasa maafisa wakuu ambao ni Kolonele Biyoyo, Serafin Mirindi na Kolonele Nzenze ambao wanapigania uongozi wa jamii ya Bashi ndani ya uasi huo. Vyanzo vya ndani na vya usalama vinaripoti kuwa hali hiyo imefika kiwango cha juu wakati Kolonel Nzenze alipojaribu kuimarisha udhibiti wake kamili wa operesheni. Katika tukio la kushtua, alitengeneza mbinu ya kumwangusha Kolonel Biyoyo katika maeneo ya Kibumba, ila Kolonel Biyoyo alikwepa shambulio hilo na kwa shaka kidogo, ingawa mmoja wa walinzi wake aliuawa. Tukio hili linaonyesha dhamira ya Kolonel Nzenze ya kuondoa upinzani wowote ndani ya kundi hilo, hata kutoka kwa wenzao wa jamii ya Bashi, na kutaka kutawala kikamilifu. Udhibiti huu uliibua upinzani wa haraka kutoka kwa Serafin Mirindi na Kolonel Biyoyo ambao wanakataa kubadilisha mawazo yao chini ya amri ya Kolonel Nzenze na wanalahani mbinu zake za udhibiti. Mgawanyiko huu wa ndani unachanganywa na mapambano ya ushawishi ambapo uhasama binafsi na tamaa za madaraka zinadhoofisha mshikamano wa kundi hilo la waasi. Wachambuzi wa kikanda wanasema kuwa aina hii ya migawanyiko ni dalili ya mvutano mkubwa zaidi ndani ya baadhi ya makundi ya uasi, ambapo ujuzi wa kijeshi unachanganyika na mikakati ya udhibiti na kuishi mara nyingi kwa gharama ya migongano ya kifo. Hivyo basi, mbali na mapambano na vikosi vya serikali, M23 sasa inakabiliwa na vita vya ndani vilivyojificha, ambapo mapambano ya uongozi kati ya maafisa wa Bashi yanaonyesha kutokuwa thabiti na udhaifu wa kimiundo wa uasi huo. Tukio jipya lingine la huzuni limejitokeza katika jiji la Bukavu, ambapo mlinzi wa mke wa Semata Masharde, kiongozi wa kundi la Tigwaneho, aliuawa na wanajeshi wa FCM 23. Vyanzo kadhaa vya ndani vinathibitisha kuwa shambulio hilo linahusiana na mivutano ya ndani kati ya Semata Masharde na General Makenga, ambao wamekuwa kwenye mzozo mkali tangu Makenga akatai kutuma vikosi kwenda Minembwe ili kuunga mkono Tigwaneho dhidi ya vikosi vya wapiganaji wa Zalendo na wanajeshi wa FARDC. Kuzingatiwa huku kwa mlinzi huyo inaashiria kuwa ilikuwa ni shambulio lililopangwa ili kumtishia maisha bwana Charles Sematama na kuonyesha shinikizo juu ya nafasi yake ndani ya mitandao ya waasi katika eneo hilo. Tukio hili linaonyesha ukatili wa mbinu zinazotumika katika migongano hii, ambapo vurugu inagusa pia familia na jamaa za wahusika. Masaa machache baada ya shambulio, familia ya mlinzi huyo ilieleza tamaa yao ya kuchukua maiti, huku wakikataa kuirudisha kwa familia ya moja kwa moja ya Major Semata Masharde, ikionyesha mvutano na kutokuwa na imani kwao katika makundi haya ya waasi. Tukio hili linaonyesha ugumu wa migogoro mashariki mwa Kongo, ambapo mapigano hayazuiliwi tu kwa vikosi vya serikali na waasi, bali pia yanahusisha mapambano ya ndani ya madaraka ya kulipiza kisasi kwa njia inayolenga raia na jamaa za wanajeshi. Tetesi zingine zinadai kuwa mahusiano kati ya Rwanda na Uganda yameingia katika hali ya mvutano mkubwa katika wiki za hivi karibuni kutokana na mgogoro wa usalama unaoendelea mashariki mwa Kongo. Vyanzo mbalimbali vinaripoti kuwa hapo awali serikali ya Kigali ilijaribu kuingia na kupata nafasi katika jiji la Kisangani, lakini operesheni hiyo ilishindikana kutokana na ulinzi makini uliofanywa na Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC. Baada ya kushindwa hapo, Rais Paul Kagame
alitafuta njia nyingine za kufikia jiji hilo, ikiwemo kupitia mkoa wa Ituri. Taarifa fulani zinaeleza kuwa Rwanda ilijaribu kuficha wanajeshi wake kama wanavyopaswa kuwa ama kuwafananisha na jeshi la Uganda, ama wajifanye kama vile wanajeshi wa Uganda ili wapate urahisi wa kuingia kwao katika jimbo la Ituri, na ilimwomba Uganda kushirikiana naye katika mpango huo. Hata hivyo, Uganda ilikataa kushirikiana katika mpango huo. Baada ya hapo, Kampala iliarifu serikali ya Kongo kuhusu jaribio hilo na kufanya Kinshasa kuthibitisha kuwa kuwepo kwa vikosi vya Uganda Ituri hakutaruhusiwa bila idhini ya wazi ya mamlaka za Kongo. Taarifa hii rasmi inaonyesha uwiano wa masuala na azma ya DRC kudhibiti kwa karibu harakati za kijeshi ndani ya mipaka yake. Matukio haya yameongeza mvutano kati ya Rwanda na Uganda, ambao tayari ulikuwa hatarini kutokana na ushindani wa kijiografia na maslahi yanayokinzana mashariki mwa DRC. Ni muhimu pia kuzingatia kuwa ziara iliyopangwa mwezi uliopita ya mwana wa rais wa Uganda Muhoozi Kainerugaba kuelekea mjini Kigali haikufanyika tena kutokana na hali ya mvutano kati ya nchi hizo. Katika muktadha huu, wachambuzi wanashauri kuwa hali mashariki mwa DRC inaweza kuendelea kuongeza mvutano kati ya Kigali na Kampala, ambapo kila harakati ya kijeshi au kidiplomasia sasa inachunguzwa kwa makini. Ushirikiano au ukosefu wake kati ya nchi jirani hizi unaendelea kuwa kipengele muhimu cha kuamua utulivu au mgogoro katika eneo. Na kwa upande mwingine tena, mahusiano kati ya Royaume-Uni ama Uingereza na Rwanda yameingia katika hali ya mvutano mkubwa kufuatia kusitishwa rasmi kwa makubaliano ya uhamishaji wa wahamiaji yaliyosainiwa mwaka 2022, yani 2022. Makubaliano hayo yaliyolenga kuhamisha baadhi ya wahamiaji kwenda Kigali sasa yamefutwa na serikali ya London, jambo linalofungua mlango wa mzozo mkubwa wa kisheria kati ya pande hizo mbili. Kiini cha mgogoro huu ni swala nyeti la kifedha. Rwanda inadai zaidi ya dola milioni 128, yani plus de 128 millions de dollars katika mkataba huo, huku Uingereza ikisisitiza kuwa tayari imelipa takriban dola milioni 371, yani presque 371 millions de dollars. Sasa mzozo huo umefikishwa mbele ya Cour Permanente d'Arbitrage, hatua inayodhihirisha kuingia kwa mivutano ya kisheria katika uhusiano wa mataifa hayo mawili. Mbali na masuala ya kifedha, hali hii inaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia. Wachambuzi kadhaa wanaona hali hii kama ishara ya kuchoshwa kwa washirika wa kimataifa kutokana na tuhuma zinazoendelea kuelekezwa Kigali, hasa kuhusu nafasi yake inayodaiwa katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na madai ya kuunga mkono harakati ya AFC M23. Katika mazingira haya, athari zinaanza kujitokeza kwa Rwanda. Baadhi ya ushirikiano wa kimataifa unaonekana kudhoofika, programu za usaidizi zinapitiwa upya na taswira ya nchi hiyo katika jukwaa la kimataifa inazidi kuchunguzwa kwa makini. Hali hii inaibua dhana ya kuanza kujitenga kidiplomasia kwa Rwanda, hasa katika kipindi ambacho dunia inaweka mkazo mkubwa kwenye usalama wa kikanda. Huko Kinshasa, maendeleo haya yanatafsiriwa kama mabadiliko muhimu, yanachukuliwa kama dalili za kwanza za kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa ambalo linaweza kusababisha hatua zaidi zisizo za moja kwa moja au marekebisho ya ushirikiano wa kimataifa katika siku zijazo. Kwa ujumla, mgogoro kati ya London na Kigali unaweza kuvuka mipaka ya uhusiano wa pande mbili na kuwa sehemu ya mabadiliko mapana ya kisiasa na kidiplomasia duniani. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, hali hii inaweza kuwa mwanzo wa mfululizo wa marekebisho ya uhusiano wa kimataifa yenye athari za muda mrefu kwa Rwanda. Katika muktadha huu, mzozo wa mashariki mwa Kongo huathiri tu maisha ya watu na usalama, bali pia unaanza kuwa na athari kubwa katika mizani ya kidiplomasia na kiuchumi katika ngazi za kimataifa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kutokea nchini Kongo na kuhusiana na kila kitu kinachojiri
katika ardhi ya Kongo. Kwa hiyo kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.